Mechi kimpira unasema mechi ni mechi, kwa sababu mpira una matokeo yake, lakini binafsi yangu mimi ni ushindi tu kwa Simba. Mpira unafahamika ni mpira kweli, lakini binafsi yangu mimi ni ushindi kwa Simba. Jeuri inatoka wapi? Jeuri inatoka kulingana na mifumo yangu ya kikazi, nilivyojiandaa, ninavyoandaa na ninavyojitambua kwamba nikichokoa wapi basi na wale tunaweza kuwachokoa vizuri. Kwa hiyo ushindi kwa Simba ni lazima. Ushindi lazima nashinda. Umeziona ngapi mpaka sasa? 2 zipo. Hizo hazina wasiwasi. Kwa vitu ambavyo navifanya siwezi kuviweka wazi, kwa sababu kila jambo anayekupa mwongozo wa tiba ni Mwenyezi Mungu. Anaweza mtu akawa na jambo kubwa ukafanya vitu vikubwa visiende, alafu kampa maji tu au mafuta hata ya mzaituni ya shilingi 500 kikaenda. Kwa hiyo tunafanya mambo kulingana na uzito wa jambo la mtu aliyokuwa nalo na shida yake aliyokuwa nayo. Kwa kama anaiweza, namwambia hapo shida yako naiweza, lakini kifupi tu kwamba kila jambo tumtangulize Mwenyezi Mungu. Kwa changamoto yako utakayokuwa nayo, nitakavyoiangalia, ninavyoangalia, basi nitakueleza. Kama ni ya kwangu na uwezo nayo nitakwambia, kama si ya kwangu basi wako mafundi wengi zaidi yangu. Wanakupataje? Mimi kwa kunipata labda ni kwa namba ya simu tu ya kawaida. Kwenye social media huko bado sihitaji, kidogo huko ni pazuri, lakini panashusha CV ya kazi. Wengi wameshalia huko, wengi wamepigwa. Mimi namba zangu za simu ni 07 02 96 66 56. Bwana, mimi nikushukuru sana. Asante sana ndugu yangu, karibu sana Tanga. Tuzidi kushikamana hivyo tu, yani tushikamane, na kwenye mechi kama hizi za dabi, kiukweli anayefanya kazi kuhusu klabu yake si mimi peke yangu, ni wengi sana. Kwa hiyo kwa wale mashabiki wenzangu wa Simba ambao wanajua wapo sehemu wakaenda wakafanya mambo yao pakawa hakuna usheushe tukapata ushindi, mtu achomoke, ili nguvu yangu na ya kwao, ile kauli mbiu ya Simba nguvu yapo yanafanya kazi. Kama uyaamini basi wewe utaona kesho Simba inashinda. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vizuri? Alhamdulillah. Mambo yanakwenda? Mambo buheri kabisa. Yapo vizuri. Tanga wanasemaje? Tanga raha. Raha kabisa. Mara baada ya muda mrefu sana tumekutana tena ndugu yangu. Hebu kwanza jitambulishe, unafanya nini ili tusiweze kuwadhulumu wale ambao wanakutazama sasa? Mimi kwa majina naitwa Ustaz Omari. Napatikana Tanga. Nadhani kuna baadhi ya watu wananijua kulingana kwa interview yako tulifanya Dar es Salaam baada ya mechi ya dabi ile kuisha Zanzibar kule, lakini hatukuweza kuzungumza mengi kulingana na wakati ulikuwa mchache, lakini nakukaribisha sana. Hapa ndo kwenye ngome iliyoweza kuwa hukumu, lakini hukumu ikakataliwa na binadamu yule tunayemfahamu, simtaje kwa jina, sio vizuri. Hukumu gani hiyo? Hukumu ya ushindi. Hukumu ya ushindi. Kama nakumbuka ni kwa 300,000, lakini pia ukashindwa kuipata sababu ulichokisema kilikuwa ndicho. Kwa hiyo pesa ile umeikosa sababu sikutoa ahadi ya uongo. Bana, tuzungumzie mchezo unaokuja kabla kidogo kugusia kwenye kazi hizi. Fainali ya michuano ya Muungano, watani wanakutana pale Zanzibar. Kipute kitapigwa katika dimba la Amani. Hii mechi imekaaje kwanza kwa upande wako unavyoitazama? Mechi kimpira unasema mechi ni mechi, kwa sababu mpira una matokeo yake, lakini binafsi yangu mimi ni ushindi tu kwa Simba. Mpira unafahamika ni mpira kweli, lakini binafsi yangu mimi ni ushindi kwa Simba. Jeuri inatoka wapi? Jeuri inatoka kulingana na mifumo yangu ya kikazi, nilivyojiandaa, ninavyoandaa na ninavyojitambua kwamba nikichokoa wapi basi na wale tunaweza kuwachokoa vizuri. Kwa hiyo ushindi kwa Simba ni lazima. Ushindi lazima nashinda. Umeziona ngapi mpaka sasa? 2 zipo. Hizo hazina wasiwasi. 2 zipo bila shaka, bila wasiwasi. Goli 2 zipo. Haziwezi kuongezeka wala kupungua. Zikiongezeka hapo Allahu yaalamu. Lakini
ushindi wa magoli mawili kwa Simba basi unapatikana bila shida. Sawa sawa. Basi tumelisikia hilo, tuzungumze kidogo kwanza. Unaionaje Simba ya dirisha hili dogo ambalo amekuja mwalimu, amekuja wachezaji wapya na unavyotazama wapinzani pia? Tukitoa mbali kazi zangu, nadhani ndio unatambua kama mimi ni shabiki wa Simba kwa wakati huu. Binafsi yangu Simba inaniridhisha. Simba ipo vizuri, tunaona mpira mzuri na tunaona hata mwalimu jinsi anavyopanga wachezaji wake, hakutaka kuona mchezaji fulani ajione dhaifu, huyo ajione anajua. Kwa hiyo anapanga nafasi wote, ili kwa sababu kila ambaye amesajiliwa na Simba basi ana umuhimu wake. Viongozi, walimu walimuona anafaa ndo akafika Simba. Kuna mwalimu anafanya vile vile. Kwa hiyo tunafurahi, tunaona mpira mzuri, matokeo tunayapata. Basi sisi washabiki wa mpira unajua ni kama watoto, atalia siku nzima, akija akipewa pipi ya shilingi 50 basi karizika. Kwa hiyo sisi mashabiki tunafurahi na tunaridhika, naona mpira unachezwa vizuri, matokeo tunapata. Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki na mengi zaidi makubwa yaweze kuja kama ambao tumetarajia. Basi mimi sitaki kukuchosha sana, nataka tuzungumze na baadhi ya pande ambazo zinaitengeneza Simba, kwa maana kuna upande wa mashabiki, kuna upande wa uongozi, kuna upande wa benchi la ufundi, lakini pia wachezaji. Mimi najua si mtaalamu sana kwenye mambo ya ufundi haya, kwa maana kuwajua sana wachezaji ama benchi la ufundi, mwalimu afanye hivi afanye vile ili mambo yaende vizuri. Nataka tugusie ngo hizi mbili, kwa maana ya uongozi na mashabiki. Labda una kipi chochote cha kuzungumza ama cha kushauri ambacho unahisi kwamba kinaweza kuifanya Simba kuendelea zaidi ya hapa ambapo ilipo kwa sasa, tukianza na upande wa uongozi halafu tutakuja upande wa mashabiki kama nyinyi? La kuongezea tu kwa viongozi, kama jinsi walivyoiandaa ile kauli yao kwamba Simba nguvu moja. Tutapokuwa na umoja, basi Simba lazima itakuwa ni kubwa kuliko hata pale ilipofikia, au kuliko hata hizo siku za nyuma ilivyokuwa Simba ni kubwa. Tunapoweka ushirikiano, unajua viongozi katikati hapa, timu ilikuwa inafanya vitu vingi vya ovyo. Kwa nini ilikuwa vile? Ilikuwa ile nguvu moja kama tunavyoisema Simba ilikuwa haipo, na huo ndio ukweli. Viongozi walikosa mshikamano. Sasa ikawa ikizungumzwa Simba, basi imezungumzwa ni Simba ya Mangungu. Simba ikifungwa ni Simba ya Mangungu. Ni wazi kuwa kwamba familia ya Simba pale ndani ilikuwa imekosa muunganiko, kwamba viongozi wenyewe ni wazi kwamba palikuwa pana umimi, kwamba kila kiongozi sababu yeye yuko juu anajiona basi yeye ndio yuko juu kuliko ni klabu nzima. Lakini wenyewe watakavyokaa vizuri kama sasa hivi wanakaa wanapatana, mipango inapangwa, Simba ile nguvu moja lazima itakuwa ni nguvu moja, tena ni nguvu kubwa. Yaani ni nguvu ya Simba ambaye mwenye miaka 100 na kuendelea. Lakini ikiwa Simba ya Mangungu kama tulivyotoka nyuma, matokeo mabovu ni ya Mangungu, Simba haiwezi kuwa kubwa kama ambavyo sisi mashabiki tunaipenda Simba tunategemea. Ndio. Yeah. Kuna wakati tunazungumza kwenye dabi iliyopita ambayo timu zilitoka suluhu bila kufungana, ulizungumzia swala la usaliti ambalo lilikuwa linaimaliza klabu. Umeondoka usaliti ndani ya Simba kwa sasa? Sasa hivi Simba haina usaliti kabisa. Wenyewe Tanga huku tunasema kwamba Simba haina ushawishi, yaani hakuna mambo ya kuungaunga. Usaliti Simba ulikuwepo kweli mkubwa sana, na ule usaliti ulitengeneza, kama ungeendelea kuwa mpaka sasa hivi, basi Simba nadhani katika usimamo wa ligi basi ingekuwa Simba inapatana na KMC na nafasi ya 15 16, kwa sababu hata mke wako atakapokusaliti na nyumba yako haiwezi kuwa na maelewano. Kitakachotamba ni dharau, kashfa na kelele nyingi. Kwa hiyo Simba tumeligundua hilo na viongozi wameligundua hilo. Kupitia usaliti wa mtu mmoja au wawili isiharibu sisi malengo yetu ya Simba kufika mbele. Nilikwambia swala la usaliti Simba sasa hivi haina usaliti. Tumalize na mashabiki alafu tujue wanaohitaji tiba na kupataje. Mashabiki wa Simba, la kwanza tunajipenda na tunapendana kweli kweli. Na mashabiki wa Simba tunaipenda timu yetu. Na ndio maana hata tukiwa na matokeo mabovu basi unawaona mashabiki wa Simba wananyongea. Kunyongea si kwamba eti tumezoea vitamu tu, ni yale machungu
ni jinsi gani unavyomuona mwanao anadhalilika. Huwezi kumuona mwanao ana tabia za ovyo alafu kaendelea kufurahi. Lazima utakuwa moyo wako unasononeka. Ni bora usijionyeshe, ukae pembeni, yale maovu ya mwanao anayofanya usiyaone, uyasikie tu, uumie ukiwa uko mbali, lakini utakapoyaona utashawishika kufanya maamuzi mabaya. Mashabiki wa Simba kuna wakati ilikuwa hata viwanja vijai, mashabiki hawaendi kwa viongozi, kiongozi fulani hafai. Kwa nini? Matokeo kuwa mabovu. Kwa hiyo sio kwamba hawaipendi, aendi kiwanjani, lakini kwake amelipia elfu 28 anaangalia, maana yake ni nini? Anaipenda. Lakini kuliko kuficha madhaifu yangu nikaenda kujionyesha huko nikafanya vurugu nikapigana na watu, ni bora nibaki ndani, udhaifu wangu uwe ndani yangu mwenyewe, niangalie nimefungwa, basi nabaki nyumbani. Kipi unachowaambia wenzako na Simba? Tuzidi kushikamana hivyo tu, yani tushikamane, na kwenye mechi kama hizi za dabi, kiukweli anayefanya kazi kuhusu klabu yake si mimi peke yangu, ni wengi sana. Kwa hiyo kwa wale mashabiki wenzangu wa Simba ambao wanajua wapo sehemu wakaenda wakafanya mambo yao pakawa hakuna usheushe tukapata ushindi, mtu achomoke, ili nguvu yangu na ya kwao, ile kauli mbiu ya Simba nguvu yapo yanafanya kazi. Kama uyaamini basi wewe utaona kesho Simba inashinda. Kabisa. Wanakupataje wanahitaji tiba na mambo mengine kama hayo na vile vitu ambavyo unavyovifanya bwana? Kwa vitu ambavyo navifanya siwezi kuviweka wazi, kwa sababu kila jambo anayekupa mwongozo wa tiba ni Mwenyezi Mungu. Anaweza mtu akawa na jambo kubwa ukafanya vitu vikubwa visiende, alafu kampa maji tu au mafuta hata ya mzaituni ya shilingi 500 kikaenda. Kwa hiyo tunafanya mambo kulingana na uzito wa jambo la mtu aliyokuwa nalo na shida yake aliyokuwa nayo. Kwa kama anaiweza, namwambia hapo shida yako naiweza, lakini kifupi tu kwamba kila jambo tumtangulize Mwenyezi Mungu. Kwa changamoto yako utakayokuwa nayo, nitakavyoiangalia ninavyoangalia, basi nitakueleza. Kama ni ya kwangu na uwezo nayo nitakwambia, kama si ya kwangu basi wako mafundi wengi zaidi yangu. Wanakupataje? Mimi kwa kunipata labda ni kwa namba ya simu tu ya kawaida. Kwenye social media huko bado sihitaji, kidogo huko ni pazuri, lakini panashusha CV ya kazi. Wengi wameshalia huko, wengi wamepigwa. Mimi namba zangu za simu ni 0702966656. Bana, mimi nikushukuru sana. Asante sana ndugu yangu, karibu sana Tanga. Nimeshakaribia. Karibu sana. Subiria, na sijapata ahadi yote kuhusiana na mchezo wa kesho. Nataka ahadi. Nimesema nilikosa 300,000 nikakosa 100,000. Sasa hapa sasa. Chagua wewe wataka. Nimesema goli 2. Chagua wewe wataka nini? Chagua wewe wataka nini? Sema wataka nini? Sema wataka nini? Bwana, mimi nasubiria, tunatamani kuona Simba ikishinda. Sema unachotaka, kama unataka pesa nikutolee nikuwekee mezani hapa. Nikwambie ukishinda, mtani akishinda kesho mimi nakupa pesa. Natamani kuona furaha ya wana Simba kesho mara baada ya finali. Simba tunashinda goli 2 na ikiwezekana goli 1 itakuwa la kona. Inshallah. Amina, karibu sana.